Ni siku ya kutafakari mafanikio tuliyoyapata, changamoto tunazokabiliana nazo, na zaidi ni siku ya kuamua kwa pamoja kuendeleza mapinduzi ya kijani yanayojali uhai wa mwanadamu na mazingira yetu. Ndugu wageni waalikwa, kilimo hai ni zaidi ya mbinu ya kilimo. Ni falsafa ya kulinda uhai wa ardhi, maji na watu wetu. Kwa Zanzibar, kilimo hai huchangia usalama wa chakula endelevu kwa kutumia mbolea za asilia, hukuza uchumi wa bluu na kijani unaolinda mazingira, hutoa ajira kwa vijana wetu na wanawake, huvutia masoko ya kimataifa kupitia bidhaa za viungo na mafuta asilia. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Kilimo na wadau wake mbalimbali imefanikiwa kuandaa mkakati wa kilimo hai ambao utasaidia kutoa mwongozo juu ya utekelezaji wa kukuza sekta ya kilimo hai visiwani hapa. Imeweza kuwapatia wakulima mafunzo mbalimbali ya mbinu za kilimo hai, kushiriki katika kuandaa tamasha la kilimo hai kwa lengo la kushajihisha matumizi ya vitu vya asili kwa wananchi, kutoa huduma za ugani kwa wakulima juu ya kilimo hai na kufanya tafiti mbalimbali kwenye sekta ya kilimo. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na mafanikio haya, bado tunakabiliana na changamoto zifuatazo. Moja, ukosefu wa mitaji kwa wakulima wadogo. Mbili, uelewa mdogo kuhusu faida za kilimo hai kwa wananchi. Tatu, upungufu wa teknolojia na miundombinu ya uhifadhi wa mazao. Nne, upatikanaji wa pembejeo za kilimo hai. Na tano, ukosefu wa ruzuku kwa pembejeo za kilimo hai. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizi, serikali inaendelea na jitihada mbalimbali za kuzitafutia mwarobaini changamoto nilizozitaja kwa kuwashirikisha wadau wa kilimo hai kwenye vikao mbalimbali vya wizara ili waweze kutoa michango yao na kutafuta namna gani bora ya kuzitatua changamoto hizo. Ndugu wageni waalikwa, kwa kuhitimisha, na washukuru wadau wote wanaochangia mafanikio ya sekta ya kilimo. Tuna wajibu wa kulinda mazingira yetu, ardhi yetu na afya ya wananchi wetu. Nichukue fursa hii kutoa wito kwa wakulima kuendelea kutumia mbinu za kilimo hai na kwa vijana wetu kuiona sekta ya kilimo kama ajira na ubunifu. Halikadhalika kwa taasisi za elimu na za mafunzo kuendelea kufanya tafiti kuhusu udongo, mbegu na teknolojia rafiki. Na kwa wadau wa maendeleo kushirikiana nasi katika kukuza kilimo endelevu. Leo tuko hapa kwenye siku ya kilimo hai wenye kauli mbiu ya sherekea asili kwa ajili ya kujenga kesho yetu, na PPIZ kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa miaka miwili mitatu nyuma tumekuwa tukiadhimisha wiki ya kilimo hai, lakini mwaka huu kutokana na ratiba za kitaifa tumeona tusiache ipite hivi hivi, walau tuandae siku kwa ajili ya kusherekea kilimo hai. Na kwenye siku hii huwa tunaitumia mahususi kwa ajili pia ya kupaza sauti, na tunashukuru sana waandishi wa habari kwa kutupa jukwaa hilo ili kuweza kuhamasisha haswa jamii yetu ya Wazanzibari kwenye masuala mazima ya kilimo hai. Kilimo hai sio tu kwa wakulima, lakini kilimo hai kwa ajili ya afya ya udongo na mazingira yetu, kilimo hai pia kwa ajili ya afya za walaji na watumiaji wa mwisho. PPIZ pia tunatumia majukwaa kama haya pia kuhamasisha vijana kushiriki kwenye kilimo, na leo katika mijadala mbalimbali ambayo tumekuwa nayo hapa tumeona kwenye majukwaa pale wamepanda vijana ambao wengine kupitia miradi ambayo sisi tunayo wameweza
kunufaika na taaluma ya kilimo hai, lakini wengine pia kupata mtaji na wengine misaada ya aina nyingine ya kuweza kuanzisha biashara zao, ama wengine kuziendeleza biashara ambazo wako nazo. Lakini pia kama taasisi tumeona changamoto ambazo zinawakabili wakulima wetu. Tuna mpango pia wa kwenda kuanzisha center kwa ajili ya kukusanya mazao ili kuweza kuwasaidia wakulima wa kilimo hai kwenye upatikanaji wa soko. Napenda kuwashauri vijana wenzangu ambao bado wapo mtaani, hawana ajira, lakini watafuta namna ya kujikwamua kimaisha. Zipo fursa nyingi kwenye kilimo hai, fursa za masoko, fursa za kifedha, hivyo mjishirikishe katika shughuli za kilimo. Upande wa kulima tunaelekeza jinsi gani ya kutosha mashamba, kuboresha udongo ili uende kumazia ya hai bila kuchafua. Vile vile tunaelekeza wakulima wapande mazao tofauti. Tunasema wakulima wa kilimo hai eneo dogo unapata miche mingi. Vile vile tunaelekeza kwamba asili yetu ni chakula, na tunafahamisha kwamba mkulima ana mambo mawili: mtu anaishi kwa kula au anakula ili aishi. Kwa hiyo unakula ili uishi, ni maana unachagua vyakula vikufanyie upate lishe nzuri. Kwa kwenye kilimo hai tunakuwa na maelekezo kwamba mkulima aweze kula vyakula ambavyo vyenye siha, vyenye kumpatia virutubisho ambavyo anahitaji muhimu. Katika upande wa kulima wa Unguja la Pemba, vikundi mbalimbali kupitia Milele, kupitia VSO, kupitia TWAM, tunakwenda kuwafahamisha jinsi gani ya kuboresha mashamba yao, kuhudumia mazao shambani, kutumia viuatilifu ambavyo tunavitumia kutengeneza sisi wenyewe pamoja na gharama, baada ya kuchanganya miti dawa na pamoja na viungo mbalimbali, tunachanganya pamoja, tunatwanga, tunavundika, alafu tunachukua maji yake tumwagia shambani. Kama unavyojua wakulima kuelekeza kwamba jinsi gani ya kutumia, kwamba dawa zile ili wadudu kuwakimbiza. Kwenye kilimo hai sisi tunafukuza wadudu, hatuui wadudu, kwa sababu wadudu wengi wanakuwa na faida kwa sisi na wao wadudu wana faida kwa wenyewe. Kwa hivyo tunajaribu kuwa marafiki na uhalisia wa mazingira yalipo kwenye maeneo ya kulima. Kwa hivyo kwenye kilimo hai tunashirikisha kilimo hai kwamba tuweze kutunza udongo, tuweze kujua ekolojia, uhalisia wa mazingira fulani, ili kuwa na mazao ambayo yanakubali pale na kupata faida za kuuza au kupata chakula bora na kulisha afya yake na mazingira kwa jumla. Na washauri wanawake wenzangu tuingie kwenye kilimo, kwani tukiingia katika kilimo tunaweza kujikwamua kwenye maisha. Kwa sababu ukitegemea kwamba kila kitu baba akupe, na wewe mwenyewe mwanamke nguvu unazo, unatakiwa uwe na jitihada kwenda kuanzisha kilimo kidogo, hata space ndogo tu mwenyewe, kupata sehemu ile ya mboga mboga, kwa sababu tunatakiwa tule sana mboga mboga. Wanawake ambao lokata tamaa katika kilimo, mimi ninavyowashauri, kwa sababu mimi mwenyewe pia ni mkulima na pia naiona faida ya ukulima. Yaani na washauri warudi kwenye kilimo, wasimwachie baba tu peke yake. Kwa sababu kama ni baba tu atakuwa peke yake anapoteza nguvu, na sisi wanawake nguvu tunazo, tunatakiwa tuwe katika kilimo.